Karibu tena mtazamaji kwa awamu hii ya kipindi chetu cha Tamrini, na hivi leo tutakuwa tunadadavua maswala ya ardhi, na jinsi tujuavyo swala la ardhi humu nchini limekuwa swala lenye utata na kuwafanya wengi kushinda katika ushoroba wa mahakama ama ukipenda corridors of justice wakiweza kutafuta haki, na wengi wao ni kwa sababu tu hawana uelewa wa maswala ya ardhi. Na hivi leo tunaye mgeni katika studio, si mgeni kwa sababu kila mara amekuwa hapa na sasa yeye amekuwa mwenyeji. Yeye ni wakili Eric M. Kelly ambaye tutakuwa tunazungumza naye tukisemezana mawili matatu kuhusiana na swala hili la ardhi. Karibu sana wakili. Asante sana, nashukuru. Na habari wa mwaka mpya, natumai iko salama pia. Habari ya mwaka mpya ama heri njema ya mwaka mpya? Heri njema. Okay, tuelewa kila siku tofauti. Karibu sana. Asante. Kwa hivyo hili swala la ardhi, kwa nini swala la ardhi humu nchini lina utata sana? Well, ardhi ni jambo ambalo watu wengi wanapenda kumiliki ama kupata, kwa sababu ya kwamba hapo ndio mahali naweka makao yangu, mazao yangu, biashara yangu. Nikitaka kuachia wale ambao tunasema kama kwa mfano mimi serikali naachia bibi yangu ama watoto wangu, hapana, nataka kuachia mahali ambapo watasema ni kwao. Na kwa sababu saa zingine kuna utata ama shida kulingana na upataji wa wale makaratasi, sana sana timiliki ya shamba, wapata kwamba watu wanapigania kwa sababu inapata dhamana zaidi, inaendelea kukaa, inaendelea. Kama nilinunua kwa 10,000 kwa saizi, unaweza pata baada ya miaka 10 imefika 100,000. So kuna jambo kama haya ambayo tunaona kwa upande wa ardhi. Ndio. Asante sana. Kwa hivyo umiliki halali wa ardhi unatambuliwa vipi kisheria humu nchini? Kisheria sana sana huku tunatambua wakati mtu ako na hati miliki ambayo ile tunaita certificate of lease ama title deed. Ile ambayo itaweza kutueleza kwamba sehemu fulani ya ardhi umepatiwa na serikali ama umeweza kununua kutoka kwa mtu, majina yako yako pale katika hati miliki ambayo itatonesha hii kiwango ya hii ardhi ambayo iko kwa sehemu fulani ni yako. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, na kwa kwamba unafaa kuwa umejisajili katika ile register ya ardhi ambayo inafaa kuonyesha kwamba hii ardhi inajulikana kwamba ilhali hata kama niko na hati miliki niko nayo imejulikana kule katika jumba la ardhi kwamba mimi ndio mwenyeji. So hayo ni kati ya yale mambo ambayo yanafaa kujulikana sana sana hati miliki, kwa sababu hiyo ndio inafanya mambo iko na kiwango kubwa zaidi, kwa sababu ni karatasi ambayo iko na uzito sana. Kwa hivyo hati miliki sio ushahidi tosha kwamba wewe ni mmiliki wa ardhi. Kwa Kenya ndio iko nayo, lakini huwa tunaeleza watu kukuwa nayo haina shida. Usije kwamba ukasema niko na ardhi kwa sababu niko na hati miliki kwamba sitaenda kwa shamba langu kuangalia, kwa sababu kuna shida huwa zinatokelezea baadaye. Kuna wale watu ambao wanakuja wanasema kwamba hii shamba ni yao, baada wakikaa baada ya miaka 12 unasikia ile mambo ya adverse possession. Lakini hati miliki kikenya inatambulika kwamba hiyo ndio wewe ndio mwenyeji, lakini kuna njia zaidi unafaa kuongezea, unasema kwamba ndio hati miliki ni yangu, inaonyesha ni kwangu, lakini je, nini zaidi? Niko pale katika register ile ya ardhi ya pili, katika usajili ile ambayo iko pale. Alafu pia kuna hii mambo ya digitalia. Sasa hizo unafaa kuwa kuna akaunti ya ardhi sasa ambayo unaweza kuelewa kama kuna jambo lolote limetokelezea, kwa sababu mambo hubadilika. Unajipata ndio umeshika hati miliki sasa hizo katika mkononi, kumbe hauna shamba. Sasa ni mambo watu wanafaa pia kuzingatia. Na pia ukiweza kutuelezea aina mbalimbali ya umiliki wa ardhi. Kuna watu ambao hawaelewi umiliki wa daima kama freehold na umiliki wa muda kama leasehold, na pia mambo ya community land ama ardhi ya jamii yakoje? Unaweza kutofautisha ama kubainisha ipi ni ipi? Freehold ni ile umiliki wa ardhi ambao haina kipimo chochote. Ukikaa pale haina miaka ambayo utasemekana baada ya miaka fulani unafaa kutoka, inadumu wa maisha yako milele na wale ambao wataipata. Ile ambayo iliso nayo iko na kipimo, kwa sababu iko na zile miaka ambayo inafaa kuwa ikifika. Sana sana kwa Kenya tuko tumeweka katika kipindi cha miaka 1999. Alafu kuna kitu huwa tunaeleza watu pia, hata kama inasema hivyo, lazima ujue hesabu yako inaanzia wakati mother title ya hiyo shamba ilipatianwa. Usijue ukasema wakati nilinunua. Wakati ilianza
ndio sasa unaanza kupiga hesabu yako. Ndio the original 99 years, lakini inafaa kuwa mtu kwa mwangalifu. Ukinunua unafaa kuelewa ile mother title iko na hesabu ya miaka ngapi, zile ambazo umebaki hizo ndio zinafaa kuwa zako. Ndio. Na pia hili swala la leasehold ama tuseme zile hati miliki ambazo zina muda wa kipindi ama muda wa miaka 99 ambayo umesema kwamba ni vizuri ni huwa wanazingatia ile hati miliki kuu ama ile mother title. Kwa hivyo unaweza kuwa ulinunua ardhi mwaka wa 2010, baadaye miaka 10 baadaye unaambiwa kwamba ondoka. Na hili swala limekuwa likifanyika kila mara. Unapata kwamba labda babu yako ndiye aliyekuwa mmiliki wa ardhi, alafu baadaye wewe waje kufurushwa. Je, unaona serikali inafaa kufanya nini ama kuwajuza watu kwamba ama kuwakumbusha ama kuweka hamasisho kuwaambia fikeni kule katika sajili ya ardhi kuweza kupata upya ile sajili? Sana sana kuna ile kitu ambayo tumegundua kwa Wakenya. Kwa muda mrefu Wakenya hawana ile information ama ile news ama kujua sheria inasema nini wakati niko na shamba ambayo ni ya leasehold. Wakati unanunua shamba kuna maswali huwa tunaambia mtu, ukikuwa na wakili itakusaidia zaidi kwa sababu tutaweza kuelekeza. Nitakueleza haya, hili shamba liko na miaka fulani kutokana na ile title kubwa ama hatimiliki ile kuu. Okay? Na kitu ambao unafaa kujua kila wakati uko nayo ni kwamba ule muda ukiisha unafaa kuwa unaelewa, ninahitaji tena niende kwa serikali niwaeleze mimi nataka kuendelea, niongezeni hizo miaka zingine tena. Sana sana watu hawafanyi hivyo, na kila wakati unapata kwamba unakuja unaambiwa toka kwenye shamba, muda wako umeisha, unashindwa kivipi? Ndio maana hata ile shamba ukinunua freehold ni rahisi. Freehold haina kipimo chochote, lakini ukienda kuangalia hii ya leasehold iko na kipimo maalum ambayo huwezi fanya chochote kwa sababu hiyo ndio sheria. Kitu cha pili, watu hawajui kwa sababu hawajaelezwa. Hakuna information ambayo imekuwa imesemezwa kwa watu sana sana kwa kila mtu ambaye ananunua kule nje. Wachana sisi watu wa jiji. Sisi at least tunaweza kuzungumziana, tujiulizane, kuna hii shamba niko nayo. Lakini unapata wale wako kule mjini, huko jijini kwamba vijijini ni kwamba hao hawajaelezwa na mtu yote. Chief hajui, ukiongelesha clans member hawajui. Wale watatumia zile njia zile zao za kitamaduni wakisema hii shamba ni yetu hadi kipimo fulani. Lakini unajua unapata shida ni kwamba vile sheria imesema vitu watu wanafaa kuelezwa. So kunafaa kuwa na elimu ambayo inapatiana kwa watu waweze kuelewa hizi shamba ambazo mko nazo ziko na tofauti gani. Kuna ile ambayo ni ya freehold, kuna ile ni ya leasehold na kuna ile ya jamii. Usisahau ile ya jamii, hakuna mtu mmoja ambaye anaimiliki. Inamilikiwa na jamii yote. Sio si yako. Ile ya freehold na leasehold ndio unaweza chukua. Lakini kama hii ya jamii na kila mtu, na chochote kikitaka kufanyika katika lile shamba, lazima kila mmoja wa jamii ambaye amehusikana nayo aulizwe. Je, unakubaliana na hili jambo libadilishwe, liuzwe ama linunuliwe? Ndio. Kwa hivyo kuna swala ambalo ningependa tugusie kidogo, lakini nadhani kwamba najaribu kuwa mwangalifu ndiposa nisiweze kuleta mtafaruku, ambapo kuna sehemu fulani humu nchini na sitataja ni wapi, ambapo unapata kwamba ardhi hii imemilikiwa kwa karne na karne na jamii fulani. Lakini watu wamekuwa wakienda kule kununua mashamba. Je, unaona tatizo hili linaweza kuja likawa donda sugu? Litakuwa donda sugu kwa sababu unajua wakati watu wanakaa na shamba wanamiliki kwa miaka nienda miaka rudi, na inasemezesha kwamba hatuwezi kuingilia pale, na inaweza kuwa kwamba yale makaratasi ambayo yamepatiwa na mali hatimiliki ambazo ziko pale kama kunazo, kuna vitu zinaweza kuwa zimebadilishwa. Kuna sehemu ndio unaweza enda utaelezewa hapa, wale ambao tunashughulika nao wasiposema hakuna jambo linafanyika. Shida inakuwa ni hivi, tuko na sheria ambazo tunafaa kuzitumia nje tuweze kusongeza vitu mbele, lakini sana sana kuweza kuzitimiza inakuwa kazi sana. Inakuwa donda ndugu, kwa sababu nikitaka kusema nataka kitu pali fulani inasemekana usipozungumza na ule mzee fulani hakuna jambo. Na kwa saizi Kikenya kuna sheria ambayo inatuelekeza vizuri. Kila sehemu ya ardhi kama sio serikali iko na watu binafsi, inaweza kuwa si yako, inaweza kuwa ni ya mtu mwingine, inaweza kuwa ni ya kampuni, lakini kuna njia ambayo inasemekana kwamba ile shamba isipokuwa na ile utumizi ambayo inajulikana italeta shida, kwa sababu wale wengine ambao watataka kutumia wanakatazwa, kwa sababu wale wanasema hii ni yetu na ni ya jamii yetu. Kama wako na yale makaratasi ambayo wameyatumia ndio waweze kuelekeza hii ni yetu, haina jambo. Lakini unajua sasa shida ni kwamba katika nchi yetu nzuri ya Kenya mambo tofauti kidogo. Ndio. Kwa hivyo ni maeneo gani ambayo wananchi wanajua, ama wakati ule unataka kununua ardhi ni nani utakayeweza kwenda kwake ndiposa ujue hii ardhi iko katika mkataba wa kudumu ama mkataba wa muda kama ile freehold na ile
leasehold. Na ni nani anayeamua kwamba hili shamba linafaa kukua freehold ama leasehold? Hiyo uamuzi wa shamba vile ambavyo inafaa kuwa inalingana na serikali na ile mali ambayo iko katika sehemu ya Kenya. The same kunazo ambazo kuna zile sehemu za ardhi ambazo unapata kwamba kuna nyumba mali imejengwa pale pa kuishi, si mali ya biashara. Kwa sababu ukitaka kubadilisha lazima ufuatilie ile mkakati ya kisheria, ndio uweze kufuatilia, uweze kusema kwamba nataka kubadilisha penye nyumba yangu ikuwe mali ya biashara. Now, vile nimeelekeza, kuna sheria kadhaa huwa tutatumia. Kuna the Land Act ambayo tunatumia, kuna the Land Registration Act ambayo ndio zile ambazo zinatuongoza kila wakati kwa yale mambo ambayo tunayafanya. Pili, kabla nisahau, kuna ile ibara ya 40 ya katiba ambayo inatuelekeza zile haki zako za ardhi ambayo tunashughulikia. Usisahau kwamba wakati wale ambao walikaa pale katika parliament, wakati sheria ilikuwa inatengenezwa, walijaribu kuangalia tutatumia njia gani iweze kupatia Wakenya mwelekeo, ndio wakati wanashughulika mambo ya ardhi wanapata njia haswa ya kuweza kufanya mambo yao. Now, usisahau ardhi yote ya Kenya si yetu, ni serikali. Wakati umeinunua ndio inabadilika kutoka kwa serikali na kurejea kwako. Ndio kujibu swali lako la mwisho ni kwamba serikali ndio inasema, lakini usisahau kuna sheria ambazo zinatuongoza. Ndio na lazima zizingatiwe. Kwa sababu usipozizingatia baadaye utakuja kumia wewe mwenyewe. Lakini pia nimeona kwamba wakati mwingine ukisikiza yale mambo wa Kenya ambao wanapozungumza hivi majuzi kama kule Ikolomani ambapo dhahabu iliweza kutambulika kwamba iko katika maeneo yale. Labda tuseme kwa mfano mimi nina kwangu nyumbani, alafu nimenunua pale na nimekaa kule. Alafu nikaamua siku moja wacha nikachimbe ama nianze mradi wa kuchimba vyumba vya kutabawali ama ukipenda vyumba vya kwenda msalani. Nilipokuwa nachimba nikapata kuna almasi ya madhahabu. Na najua kwamba nikienda kusema ndio tunakuelewa, kuna mtu atakuja kuninyanyua pale. Kwa hivyo heri ninyamaze polepole, niwe nachimba polepole nikipeleka. Je, waona kwamba kungekuwepo na sheria ambapo iwapo tuseme mali ya thamani ama tuseme madini ya thamani yatakapopatikana kwenye ardhi yako, wewe pia utaweza kunufaika kwa kiasi, labda tuseme 50, asilimia 50 kwa 50, serikali inachukua asilimia 50, wewe pia unapata asilimia 50. Hilo ni kwa sababu hilo ni jambo moto, kwa sababu unajua kila wakati watu tunaeleza watu sheria ziko. Shida inakuwa kwamba wakati watu wanagundua, let's say kwa mfano niseme kwa shamba langu niko na dhahabu, kwa sababu nimeona hiyo katika area ya Migori, wakati watu wanapata dhahabu kwa wingi. Shida hiyo inakuwa hivi kwa sababu ya ile tamaa watu wako nayo. Kuna ile shida ambayo unatokelezea kwamba wewe ukishapata kila mtu anajua basi ushatajirika, hata sisi tuwataka. Wakati unaendea serikali, kwa sababu nitakupa mfano wa Tanzania. Tanzania kuna wakati tumefanya biashara fulani na clients ambao wamekuja, wateja wamekuja kutuangalia. Ukienda kule kuna ile ministry ya minerals ambayo iko kule Tanzania. Ukipata dhahabu yako hawana shida, wale watakupatia cheti, watakulesha unauza kwa dhamana gani. Alafu pia wakati kuna ile exchange mnafanya, kuna ile pesa lazima utalipa yao. The way kama venye Kenya tunalipa tax, the same thing. Hawatakuwa na shida. Kenya unapata ndio kuna sheria, lakini shida inakuwa kwamba watu wanaiogopa sana kuoneshana niko na dhahabu ama mineral yote kwangu, kwa sababu shida inakuwa hivi. Tuko na tabia ile, unapata kwamba mtu akikuwa na kitu kizuri tuachaka sisi wote. Na sana sana imefanyika kwa mipaka mingi sana. Na wakati mtu anafanya hivyo siku hizi watu mimi nikipata sizungumzi, kwa sababu nasema nikishapata hii najua kuna mwingine atakujia. Alafu sasa shida inakuwa pia saa zingine ukipata kiwango ambacho ni kikubwa, uwezi kuitoa yote, uwezi ifukua yote, unahitaji watu wengine wajue. Na sasa hapo ndio utata inakuja, inabidi pia utafute leseni ndio uweze kufanya hiyo kazi. Haya, sasa ikishajulikana unaambiwa basi nzuri, wakati utamaliza unataka tufanyeje sasa, kwa sababu lazima ulete tuangalie dhamana yake ni kiasi gani, alafu kisha tujue hesabu ni aje, wauza ama waweka ama tunaituma nje ama inabaki hapa. Haisemekani hauwezi, unaweza. Shida ni kwamba kuna vile unajua mambo Kenya ukijaribu kuyafanya, kuna wale ambao wana nia nzuri. Sasa inakuwa shida ni kwako, mimi nataka kusema ndio niweze kusaidia. Kwa serikali iko hapo kukusaidia na pia sheria ziko pale kukusaidia. Lakini shida inakuwa kwamba si kila mtu anaangalia kule ambako unaelekea. Wao wanaangalia mimi mwenyewe naitaka yote. Ndio maana unapata. Utaona kabisa hata ukiangalia Nairobi imekuwa sana katika habari, kila wakati unapata kwamba kuna watu wameuliwa kwa sababu ya dhahabu ambayo si halali, wameuliwa kwa sababu wameuza dhahabu yenye iko halali, kuna wengine wamechukua mali haifai. So hayo ndio mambo yanafaa kuzingatiwa. Ndio. Na wakati unapokwenda
kuongezewa muda wa ile ama kile cheti cha umiliki wa ardhi wa muda, ile leasehold. Yes, kuna pesa ambazo utahitaji, kama kuna ada ambayo utahitaji kulipwa na ni kiasi kipi? Siwezi kuijua, unajua kila shamba inalingana na kipimo chake, so siwezi kuelezea tini, lakini najua hizi pita pesa ngapi, hizi pita 10,000 kama sijakosea, kwa sababu kila title iko na, unajua kuna ile vile shamba vile inalingana, na wakati unaenda kufanya ile ndio uweze kuongezea ule muda utaelewa, kwa sababu lazima uelewe ni nini iko pale kwenye shamba, ulipata lini na ni yapi. Unaweza pata hata unalipishwa 2,500 ama 2,570 na italingana, kwa sababu kuna ile hesabu ambazo serikali imetupatia, na wakati unaenda kule kuna yale ambayo yanatarajia, lazima uko na kitambulisho, pini yako, picha yako ya kuonyesha ni wewe. Kwa sababu gani? Wanataka kudhibitisha bado ni wewe bado huko, kama hauyuko ni wale wengine ambao wanasimamia jamii ama familia yako. So ni jambo ambalo ukienda katika ile tunaita nini, Ministry of Lands, utapata majibu yote pale, kwa sababu watakuelekeza. Na ndio maana kama Nairobi saa hizi kila kitu natumia imefanya kidijitali, inakuwa rahisi sana. Ile mtu alikuwa anauliza wakati wa muda ambao ukiisha utafanyaje? Sasa hiyo sasa inabidi wewe mwenyewe unajiwekea pia masaa, kwa sababu lazima kuwa mwangalifu. Si kila mtu anajua, kwa sababu ardhi ni tofauti. Na kwa hiyo ambayo ya leasehold lazima pia uweze kuelewa wakati imeisha, kuna ile makaratasi lazima upeleke usajili tena, uelekeze hii ndio ile hatimiliki yangu ile ya kwanza, muda nono umesha, nataka nikuongezee. Ule land register kiangalia atakuelekeza sawa, niletee karatasi kama for example, niletee kitambulisho chako, niletee pin yako, niletee picha yako ya kuonyesha ni wewe, niletee affidavit nasema kwamba mimi nimeishi kwenye shamba kwa muda fulani, niletee yale makaratasi ya mbeleni ya kuonyesha kwamba wakati ukinunua ama ukipewa ni yao yalitumika ama ulipata katika urithi. So ni lazima uwe na ile nakala ya hatimiliki kuu, the mother title, lazima uwe na nakala. Kwa sababu gani? Wajua sio lazima uko nayo, wajua kwamba wakati ushapatiwa the leasehold, nitakupatia an example kama hizi tunafanya za apartments, kwa sababu tunaita sectional properties pia hizo ziko na hiyo muda wa mwaka 99. Na wakati umenunua sio lazima ukuwe na ile kubwa mother title, sio lazima ukuwe nayo. Usisahau kwa hii title ambayo uko nayo kwa saizi, kuna ile muda pia itakuwa imeandikwa pale, kwa sababu wao tunaandika kwa upande wa mbele ya kuelekeza ilianza muda fulani, itaishia muda fulani, na lazima ukuwe na hiyo hesabu. Kitu ambao unafaa kujua ni kwamba wakati ulinunua, ulipewa, ulirithi, ulikuwa na makaratasi yapi. Kunaweza kuwa ni ile ulisema, kama kwa example ile nyanya alipewa, wewe hujui kama kulikuwa na makaratasi, ukaenda ukayafuatilia ndio uweze kupata. Kuna ile unaweza kuwa ulienda ukanunua, na wakati ulinunua ukaweza kupata, kwa sababu wale wenyewe ambao wanakuzia wanakuwa washaivunja ile mother title, ndio waweze kutoa hizi title zingine ndogo ndogo. Usisahau wakati mother title tunataka kutoa zile zingine, inatoanishwa kabisa. Hiyo namba inatoka, unapata namba zingine mpya tena. Yes. Na ugavi wa ardhi kwa tunataka tujue kwamba wakati ule ardhi inapokuwa inagawanywa na watu fulani, labda kuna kundi fulani kama vile vyama vya mikopo na ushirika na mikopo vinavyonunua ardhi alafu wanagawanya. Unapata kwamba kuna vile vipande vya futi 100 kwa 100, 100 by 100, 50 by 100, 40 by 80, 30 hivyo. Ni kiasi kigani cha ardhi ambacho ni kidogo zaidi ambacho kinakubalika? Manake unakwenda mahali unapata hiki kipande cha ardhi ni kidogo sana. Hiyo tumeona mara mingi. So sana unapata ardhi inafaa zile ambazo watu wanapenda kutumia. Kuna ile 50 kwa 100. Kuna ile 40 kwa 80. Hizo ni sawa. Hizo zina shida. Ukienda chini ya zaidi hiyo, kuna ile unajaribu, lazima ujiulize ni nini unataka kufanya katika hilo sehemu la shamba, kwa sababu hata kujenga vitu inakuwa ngumu zaidi. Ndio maana sana inalingana na zile sheria za zoning za ile area ambayo hiyo ardhi iko. Nao ndio kunazo zingine tumeanza za 36. Sana ukielekea kule chini mashinani unapata watu wanafanya hivyo. Nao kama hizo hata ukitaka timiliki inakuwa ngumu kidogo kupata. Kwa sababu pia hata ile sheria itakuwa inasema ile sehemu ya shamba ambayo tunaangalia ni ndogo sana, kwa sababu utapata kuna mtu ana title ya let's say tuseme futi 50 kwa futi 100, amegawanya mara mbili tena inafika mahali sasa 25 kwa 50 inapita sasa mipaka sasa, hata kufanya itakuwa sasa inapitisha kazi katika kuweza kusema hii inahitaji timiliki, itaanza kusumbua zaidi kisheria. Ndio maana mnaambiwa wakati unaangalia
kwa sababu tumeviona kwa vikundi na watu tunapatia mawaidha, tafadhalini nunua ile ambayo ni 50 kwa 100, unless kama imekuwa chini zaidi ya 40 kwa 80. Hiyo ndio rahisi. Hata ukienda pale kwa land register umweleze nataka sana nipate ile hatimiliki yake, utaweza kupatiwa. Zile zingine mnaweza utapata utasumbuliwa. Alafu sana sana kwa zile vikundi ambazo ni za mikopo utapata watu wanapatiwa cheti, hawapatii title. Utapatiwa certificate na upatiwe certificate number. Ukijaribu kufuatilia upate hatimiliki inaanza kuwa na vikwazo kidogo, kwa sababu wanakuambia ile sehemu ya shamba ambayo uko nayo ni ndogo excess, na pia ile sheria tuko nayo itaizuia kupata ile ambayo unaweza baki nayo, baki tu na cheti peke yake. Yeah. Kwa hivyo haya mambo ya ile barua ya kugawiwa ardhi ama barua ya mgao, allotment letter, kwa hivyo si halali? No, ni halali. Allotment letter ni kwamba ni kueleza kwamba utapewa, ijasema uko nayo. Kwa sababu ukitaka uweze kupatiwa lazima kwanza ulipe yale malipo ambayo yanahitajika ya serikali ya kuoneshana. Ya pili lazima kwamba umeenda kufanya na survey pale kwenye ardhi mpate kipimo chake kinatoshana kivipi. Ya tatu kwamba kuna yale matasi ambayo unafaa kutia sahihi ya kwamba nimekubali hii shamba ambayo ninapewa ni yangu, nimelipa ile serikali ilikuwa inataka na nataka sasa nianze kupata hatimiliki. Haikuangi tu ati kwamba hiyo ni kuonesha wewe ndio mwenyeji. Iko tu na ahadi ya kwamba kuna ardhi unafaa kupewa. Ukifuata zile njia hata wewe inakuwa imeelekeza kwa Kiswahili na Kiingereza kama sijakosea, kwamba kuna pesa fulani unafaa kulipa, lipa hiyo, upatiwe risiti. Ukishapatiwa risiti, kuna haya makaratasi tunahitaji weke, ndio tufanye ile transfer kutoka kwa serikali hadi kwako. Kuna ule survey anafaa kwenda pale tujue mipaka inakaa kivipi, inatoshana kivipi. Yes. Kwa hivyo kwa mfano nimenunua ardhi kutoka kwa chama fulani, labda kama vile tulivyosema vyama vya ushirika na mikopo, zile sako, umeenda pale ukanunua shamba kutoka, lakini labda wako na ile allotment letter. Yes. Je, sasa hauna cheti hatimiliki kamili. Kwa hivyo wewe binafsi unaweza kwenda useme kwamba unataka ile hatimiliki, ile title, ama utasubiri kwamba yule aliyenunua ile ardhi akapewa allotment letter, yeye afanye hayo malipo yote ndipo upate? Yes. Kwa hiyo wajua kwamba wakati mtu akona allotment letter ndio akona ardhi ambayo anaweza kuwa saizi wanauza, kwa sababu sana sana zamani zilikuwa hivyo. Kitu huwa tunapatia watu mawaidha ni kwamba kukuwa na allotment letter maanishi hicho ni hatimiliki cha hicho shamba. Inamaanisha kwamba hiyo shamba unafaa kupewa. Wakati uko na allotment letter, wakati unataka kufanya transfer huwezi kutumia, kwa sababu land register atakwambia kuna vitu ambavyo vinakosa hapa na usipokuwa nazo hatuwezi songeza vitu mbele zaidi. Ndio maana hiyo inakuwa na mwelekezo zaidi. Haya, kama saizi kama vile unaizungumzia wewe umenunua kutoka hicho chama. Hao wengine wote ambao wako pale katika kile chama lazima ikuwe ni kama sijui kama wanangoja kila mtu anunue ndio waweze walipisha, kwa sababu ujoezi za chama unapata kwamba shamba ni kubwa sana. Ile pesa ambayo inatumika pale ni mingi, so mtu anafikiria badala mimi ni gharamike yote, wacha sikusanya watu tulipe, ndio wakati akipata kitu atafanya ni kwamba atasema niko na hawa watu wote tumefanya survey, kuna mutations zimefanywa, na wakati survey amekuja ameweka zile mipaka tumeshajua tuko na sehemu ngapi. Na kwa sababu hiyo hatutaki mother title, tunataka subtitles za hizi zote, ndio kila mtu anapata hatimiliki yake. Inakuwa kazi rahisi. Lakini wakati wao kama hao hawajabadilisha, lazima unajua wafuate ile sheria na ile process ya kwamba wakati tuko na allotment letter tunataka kwanza tuibadilishe kwanza na tufuate ile mipangilio tumepatiwa kisheria ya kwamba ndio tuweze kupata hatimiliki. Kwa hivyo kwa maoni yangu naona ukiwa na ile allotment letter ama ile barua ya mgao wa ardhi ni kama uko na cheti cha birth of notification. Wakati ule mama anaenda hospitali anapewa kile cheti, alafu atasubiri title deed hatimiliki, atasubiri kitambulisho cha kitaifa. Sasa awe amekomaa kabisa. Lazima, kwa sababu unajua ile leo nasema ulizaliwa, lakini lazima uweze na kuitumia mahali itaoneshana kwamba nilikuwa hospitali fulani, lakini kuna mambo ambayo nangojea bado. Hivyo ndio nafanya. Leo tunaelekeza watu wako na ile ni vile watu wamezoea ni kwamba usije ukakaa na vitu bila kuyashughulikia. Kuna yale ambayo tumekuwa nayo ambayo imepita miaka 20, 80, unapata kwamba hakuna mtu alishughulika na zile allotment. Wamekaa tu vile tu. Unamuuliza mbona? Mimi nilikuwa niko sawa. Lakini kutokujua ndio inafanya watu wakose kufanya vitu zaidi. Hapo ndio penye shida inatokelezea. Naam. Na pia nimekuwa nikitazama mambo tofauti labda katika matembezi yako binafsi. Unaona kwamba kuna watu ambao wamejenga ardhi, wamejenga nyumba kwenye ardhi. Unapata kwamba huyu jirani nyumba yake, ukuta wa nyumba yake ama sebule ndio ua la huyu jirani. Je, watu kama hao utawapa ushauri gani?
Kisheria inafaa kwamba wakati umefika kwenye mipaka unafaa kukaa zaidi ya fiti 9 kutoka na hiyo mipaka. Futi 90. Futi 9, not 90. Futi 9. Kwa sababu kitu moja Wakenya wako nayo ni kwamba tuseme kama hii katikati hapa ni ukuta. Mkenya anakuja anasema mimi sitajenga ukuta wa ule upande, mimi nitaweka nyumba pale. Hiyo inakuwa shida. Kwa sababu kuna ile sheria, hata ukiangalia ile ambayo inatuongoza katika kuregister mashamba, inasema kwamba mtu ambaye ako na ardhi anafaa chochote unataka kufanya ikuwe kutoka futi 9 kutoka kwenye mpaka yako hadi mahali huko na penyewe huko. Lakini sasa kwa sababu ya shida, alafu pia kwa upungufu wa ardhi, kwa sababu watu wanafanya mambo mingi, unapata hakuna. Wewe ambao uko na bedroom yako iko pande hiyo, unapata mnaangaliana na mwingine. Haifai kuwa hivyo. Inafaa kuwa 9 ndio kila mtu moja. Kuna ile ambayo hata watu wa NEMA watakuelekeza ni kwamba kwa sababu ya hewa, kwa sababu ya jua, kwa sababu ya kupata mwangaza, wakati kuna hiyo upungufu wa hizo sehemu, wale ambao wanaishi hapo utapata sana sana wako na shida ya kifua, shida ya kupumua, shida ya vichwa kila wakati kuuma. Kwa sababu gani? Hakuna ile hewa ambayo inaweza kuzunguka. Na kila wakati watu wa Kenya wanasema lazima nitumie ile nafasi yote itoshane. Alafu kukiwa na jambo katikati hapa, hakuna kitu unaweza fanya. Kwa sababu gani? Kile ambacho umefanya hapa ni permanent, hizi tolewa. So inafaa kuwa 9 ndio pia kuwe ile air circulation ambayo inafaa. Na pia ukue kwako, msije mkaingia kwa wengine mwanze kuzozana bure. Enjoy. So, kwa hivyo unaweza kujikinga ama kujilinda na kesi zinazoweza kuibuka katika siku za usoni. Na bwana wakili, swala la ardhi lina utata sana humu nchini. Kwa hivyo unaona kwamba linaweza kutatuliwa kutumia njia mbadala ama nje ya mahakama? Kabisa. Kuna ile ambao huwa tunaelekeza watu ni kwamba kuna ile tunaita upatanishi. Ambayo unaweza sema kwamba unapata mtu ambaye si hakimu, ambaye mkikana yeye ataweza kuwasikiza pande zote mbili. Awaeleze, wewe nieleze vile ambavyo unafikiria na wewe mwingine nieleze vile unafikiria. Wakati nyinyi wote mnasema maoni yenu, ataweza kusema haya, kwa haya ambao mmezungumzia, wacha tutumie tuone ile njia ambayo nyinyi wote mmekubaliana, tuone hapa ndio tutakujia hapa katikati, kwa sababu yote inafanya kazi ambayo iko na uwezo ambao inaweza kusikika. Kitu nyingine ni kwamba watu wanafaa kuwa na ile kukubali ile tunaitanga kwa Kiingereza alternative dispute resolution, ambayo ukikuwa na watu ambao wanaweza kukusaidia kutatua vitu. Sana sana ukienda kule mashinani, huwa naelekeza watu. Kuna chief ambaye anaweza kuwasaidia kusikizana. Kuna wale clan elders ambao wanaweza kuwasaidia. Kuna wale wazee wa kijiji wanaweza kuwasaidia kabla mfike mahakamani. Na kwa nini naongea kuhusu hayo? Kwa sababu usisahau pale mahakamani kuna watu wengi ambao wanapeleka makesi. Makesi huchukua muda. Makesi yanaangaliwa kulingana na yale ambayo yanafanyika. Hakimu si wengi. Wale ambao kwa pale wako na kazi chungu mzima, na kabla watatue vitu mnasikia watu wanasema hii kesi yangu imekaa miaka mingi na sasa nashindwa nifanye nini. Lakini kama watu wanaweza kusikizana nje ya kotini, inakuwa kazi rahisi sana. Na hakuna wakati mtu akifanya hivyo utakatazwa kutatua jambo ambalo linawasumbua. Ndio. Na ningependa uweze kutoa ushauri kwa vijana na pia hususan kina dada. Unapata kwamba wewe labda una hela kidogo, mapato yako ni ya juu zaidi kuliko mume wako, ukaamua kwamba unaenda kwao nyumbani alikozaliwa kule, ukaenda kule ukajenga nyumba ya kifahari. Unajua kwamba hiyo ardhi ni ardhi ya familia. Alafu wakati ule wao wanasema ndoa imeingia doa, talaka imekuja, huyo mwingine akaona kwamba hutoshi mboga, basi ukarudisha kwenyu ama wewe ujipe shughuli. Waona unaweza kuja bado kudai zile fedha ulizowekwa pale. Haya, sasa hizo tumeingia katika mila na desturi za Wakenya. Kwa sababu unajua kuna kitu moja watu naelekeza watu, wakati unafanya vitu na kama unafanya wale ambao unachukua mke kutoka kwao, au hata kama kijana anakuja kwenu, kuna ile watu tunaeleza watu, usifanye kitu ambao unajua ukigaramika baadaye mambo yakiharibika, baadaye mtakuja mwanze kukosana useme kwa sababu tumejionea juzi hata kwa gazeti tumeona watu wakati wamekosana hivi, ile nyumba ilitengenezwa, kuna bulldozer zimepelekwa mingi sana. Kwa sababu gani? Wale watu tumeachana, mimi sitaki msichana wenu, amenipotezea wakati, mambo yanaporomoka. Kile ambacho unaweza kuelezea mtu wakati unataka kufanya jambo kama hili, usije ukafikiria baadaye hii lazima nitakuja kuichukua jambo likifanyika. Ukiamua unafanya, ujue kama kuna hasara ni hasara. Kama hakuna hasara unaweza wewe uko sawa nayo. Usije ukajiingiza kwa hesabu ambazo si zako, kwa sababu saa zingine watu wengi wamefanya hivyo. Wewe kama wakati unalipa mahari, lipa mahari. Mambo mengine usijekeze, kwa sababu ukijekea yale mambo, ile uzito itakusumbua sana. Kwa sababu sana watu usikie uchungu wakifikiria yule ambaye nimempata ndakaa naye kwa muda mrefu, alafu baadaye mambo yanaharibika, kwa sababu mambo mengi yamekuwa kifanyika. Na kila wakati katika habari utapata kwamba tunaona watu
wamekosana kidogo, kuna mwingine ameingia na gate, kuna mwingine amekuja na bulldozer ameboa nyumba. Unajiuliza kwani mapenzi ina gani? Kulikoni huko? Sasa inafaa kuwa kama tumekosana, haya basi kila mtu ende kivyake, uenda hivi mimi niende hivi. Useme haya nimekubali hasara, mambo yaendelee. Kwa sababu wakati ulikuwa unafanya ile jambo ya kutengeneza, natumai ulikuwa unafanya kwa roho safi. Unless sasa kama ulikuwa unajaribu kujionyesha sijui. Sasa italingana na vile mtu atambulia. Lakini inafaa kuchukuliwa kwa maana si lazima. Fanya kile ambacho unaweza wewe mwenyewe, usije ukajitwika mzigo si wako. Kwa hivyo ukitumbukia kwenye mapenzi pia utumie ubongo pia. Kabisa. Usije ukakosa kufikiria bwana. Utakuja kujipata wale ambao wanasema kwamba mapenzi yameshika moto, wanasema kwamba waambiliki. Wanasema wewe ni nabii wa mabaya, prophet of doom. Mara ngapi tumeeleza, ndio maana watu wapendi mawakili. Ni mara ngapi kila wakati tunasema ukweli. Kwa sababu acha kuna jambo wewe linashinda likifanyika. Wakati watu wanakuja wanasema, haya ndio yetu imeisha, tunataka tuende njia zetu tofauti. Mimi mwenyewe siko kati yenu. Mimi tunawasaidia kisheria vile ninafaa. Lakini inasemekana hapana, mawakili nyinyi ndio mnaharibu. Naambia hapana, watu walikuja, walikosana, wamefika mwisho, hawataka kuendelea, tunaachia hapo. Na umesema jambo muhimu, manake wanandoa wakitaka kuoana, sisi Wakristo watu tunafika kanisani, tunapewa mawaida ile premarital counseling. Lakini pia naona ni jambo muhimu, mkienda sasa mpe ushauri wa kidini, pia mtafute wakili pia aweze kuwafanyia ushauri kabla. Hata yule ambaye anawapatanisha pia anaweza wapatia. Alafu kuna jambo la muhimu hapo. Hata kama umefanya customary marriage, unaweza kupata cheti chako cha ndoa. Itabidi tu mjipeleke pale kwa Register of Marriages, mkiwa wawili, vitambulisho zenu na pia na picha zenu. Kuna maswali mtaulizwa na tunaita zile mila zenu mlifuata ni zipi. Kwa sababu watu hawajui. Wanafikiria saa hizi lazima ifanye kanisani ndio uweze kupata cheti cha ndoa. Mambo yamebadilika. Maoni yangu ndio haya. Kwa hivyo nina swali moja, alafu nitakupa dakika moja tu, manake naona muda umeyoma. Tumesalia na kama dakika 2 hivi. Tujiweke kwenye taswira, nimenunua shamba, nikafika pale nikajenga nyumba ya kifahari na nataka mkopo kama wa shilingi milioni 10. Alafu baadaye nikashindwa kulipa huo mkopo, na labda hii nyumba ambayo nimejenga labda wacha niwe wa kweli kidogo, niseme milioni 20. Wacha niseme milioni kama 5 hivi. Na labda nilinunua ardhi na milioni 2. Alafu mkopo nikashindwa kulipa. Alafu wale madadali wakaja kwamba wanataka kuchukua hiyo ardhi. Je, unaona ni jambo la busara kwanza mimi kuambia waache niuze ile nyumba ndiposa niwape hela zao? Kwa sababu najua kwamba wakiuza wanaweza uza alafu labda kwa milioni 2 na nyumba nilitumia milioni 5 ama 6. Wakati tunaenda katika zile financial institutions ama katika kwenye benki kuchukua mikopo, kuna kitu moja, kwa sababu tumetatua jambo kama hizo mara kadhaa, ni kwamba tunaelekeza watu usisahau pia wale ambao wako pale ni binadamu. Kwa wakati mwingine kuna ile tunakaa chini tunazungumza, tunaweka makubaliano tofauti ya kwamba wacha nitafute yule ambaye ataweza kununua hii shamba, alafu kisha mimi niwapatie mapeni yenu. Hakuna mtu anakataza watu kitu watu wamezoea kufanya ni kwamba wakati unakosa kulipa yale ambayo yanatarajiwa kila mwezi, ukianza kujificha wako na shindo kwa sababu gani utaki kuzungumza. So hiyo tunaambia mtu ni hivi, ndio mnaweza kuuza alafu elekeze, lakini lazima ueleze, kwa sababu kuna ule ofisa wa benki ambao umepatiwa uweze kuwa ukisajiliana naye, uweze kuzungumza naye, kumeleza nimefikia mahali fulani hivi ndio venye kukoneza kiti na nyinyi nionyeshe mpangilio ya vile ambavyo nataka kulipa ideni ambayo niko nayo. Wataweza kukusikiza. Lakini ukianza kufanya mambo fiche, ndio ya mambo yanalipuka. Alafu unapata kila kitu na bebo unashindwa ni kwa nini. Alafu sana sana wakiuza unapata ipate kwa ile bei ile unatarajia, inaenda kwa bei ya chini zaidi. Ndio. Na asante. Kwa hivyo sitakuuliza hilo swali la lile ambalo uko na msukuma nalo sana. Najua tutaendelea kuzungumzia hili swala, nitakuita tena manake mimi nazingatia ukweli. Si ahadi za uongo. Ndio kutakuweko pia na msorovea fulani pia atakuwa hapa tukizungumzia swala la ardhi. Kwa hivyo mtazamaji, huyu amekuwa wakili Eric M. Kelly ambaye tumekuwa tukizungumzia masuala ya ardhi, na najua kwamba umekuwa ukifuatilia, na kama hujatupata vizuri basi utaingia kwenye YouTube uweze kubofya ile vitufe vya simu yako uweze kuandika tu KBC Channel 1 Tamrini, tarehe ni leo, utaweza kufuatilia makala haya. Na hapa
imefika mwisho. Wewe ambaye unatutazama, wewe Alice, wewe Jen, ambaye unatazama Juma, ambaye uko katika ndoa, pia uweze kujua kanuni na sheria za ardhi ni zipi. Kwa hivyo nafika hapo tamati. Wakwetu wananiita Sheila Kayaro Yogo. Tuonane nawe mwendo wa saa 10 kamili kwa awamu ya pili ya taarifa zetu za Kurunzi Mashinani. Kwa heri kwa sasa.